Tunazidi kuwasihi Wakenya wote wa tabaka mbalimbali wazingatie swala la amani na wajiepushe na vurugu za kila aina. Tunawasihi viongozi wetu wa kidini, wa siasa na kijamii wasitenganishe jamii hizi, wajenge undugu wao na wajenge mbinu mbadala ya kutatua matatizo yao kama wanafamilia wanavyofanya, hasa wakati huu wa Kwaresma ambao tunakumbushwa kumrudia Mungu kwa moyo wetu wote, ambao ni pamoja na kurudia na kuridhiana na ndugu zetu. Kwaresma si kufunga kula chakula tu, lakini ni kufufua sifa nzuri za kibinadamu zilizoko ndani ya binadamu na katika jamii, ili kuzitumia katika kusambaza umoja na upendo kati ya jamii. Sisi hii ni mara ya kwanza katika maisha labda yetu sisi kuona Lent na Ramadhan zimekuja takriban siku moja. Kwa hivyo kukutana hapa zaidi ni kwa sifa hii, kwa sisi sote tutaanza, nchi nzima itaanza kufunga siku moja. Kwa hivyo sisi sote ni wana wa Adam na sisi sote tunaishi ndani ya nchi hii. Kwa hivyo tusiharibu nchi kwa miadili yoyote, tusiharibu nchi kwa msingi wa dini au kabila au lolote. Sote ni wa Kenya na sote ni wana wa Mungu. Mwenyezi Mungu anazungumza na sisi. Ikiwa ataleta mfungo wa Kristo na mfungo wetu sisi wa Ramadhani mahali pamoja, ni kuna kitu sisi tunaambiwa. Ni Mwenyezi Mungu anajaribu kucommunicate na sisi. Na sisi pia tunaomba atuwezeshe zaidi iwe tutaingia maanani. Maana kuna Muislamu, kuna Mkristo, lakini tunasahau ya kuwa watoto wetu ni wamoja. Wako katika beseni moja, wako katika kikaango kimoja. Lakini wakati huu kama wote wamefunga, basi watakuwa na mwongozo ambao sio wa kawaida. Sio kama ile zamani, leo Ramadhani wenzao hawakufunga na wale ndo rafiki zao, basi mambo mengine uharibika. Lakini wakati huu, kwa sababu Muislamu mtoto atakuwa amefunga, Mkristo mtoto atakuwa labda katika saumu yake, basi inshallah itakuwa mwili unawazungumzia kufanya kheri. Ni vizuri kipindi hiki kudumisha amani katika njia ya kumsogelea Mungu na kutubu dhambi. Maana kile kinafanya watu watafarakane, waachane na watukanane ni dhambi. Naye dhambi inatenganisha mtu na Mungu. Kwa hivyo wakati unapotubu dhambi, na mwenzako anatubu dhambi, mnakuja karibu na Mungu na ni njia ya kuonesha upendo, watu wapendane. Kwa hivyo kipindi hiki kama vile wenzangu wamesema ni kipindi cha utakatifu mno kwa kila mtu. Kwa hivyo tunasogea kwa Mungu na kutubu dhambi na kuachana na dhambi na kupendana na kuishi vizuri kwa amani. Yeah.